Usitii wa hukumu kwa watu wenye dhuluma. Naweza ukajihoji mara moja, ukijiona na wewe ni miongoni mwa watu wenye dhuluma, acha mara moja. Hukumu inakuja. Alafu na kuhamisha hapo na kuleta hapa. Ninazungumzia jamii, natoa mfano. Mtu mwenye watoto wazuri, mwingine hajapata mtoto, au ana watoto lakini hawajapata neema kama ya yule mwenye watoto wazuri. Alafu akaanza kuwaonea wivu, akaanza kuwa na chuki na husuda, akaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji, akaanza kwenda kwenye mizimu kulalamika, akaanza kwenda kukusemea maneno mabaya, akaanza kwenda kukutengenezea aina fulani ya uchonganishi kwenye ulimwengu wa giza, au anahitaji watoto wake wasaidiwe na ulimwengu wa giza. Alafu anachukua nyota ya mtoto wako mzuri, anampa binti yake. Hii ni dhuluma. Nimetoa mfano, kuna mtu ananielewa hapo? Okay, naongea tena mfano mwingine. Mtu amepata neema ya wokovu ya kumpokea Yesu. Alafu wale ndugu zake ambao hawajaokoka wanachukia wokovu wake. Huenda hata wewe kuna watu wanachukia wokovu wako. Huenda hata wewe kuna watu wanachukia kwa sababu umeuacha Uislamu. Huenda kuna watu wanakuchukia kwa sababu unasali Pentekoste. Alafu baada ya hapo wanaanza kuleta migogoro, wanaondoa amani kwenye ndoa yako. Hii ni dhuluma. Hebu sema wote wenye dhuluma washughulikiwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mtu anayetaka kutajirika kwenye biashara, alafu anachukua nyota nzuri ya mtoto wako ya biashara. Mtoto wako anasoma, ana nyota ya biashara. Huenda anatakiwa aje aokoe familia yako au akusaidie kama mama, akiwa anamiliki biashara nzuri. Wanachukua ile nguvu, alafu wanajitajirisha wao. Ghafla unaanza kuona mtoto anashuka kimasomo. Ghafla unaanza kushangaa mtoto wako kama anachanganyikiwa. Ghafla unaanza kuona mtoto wako analalamika shuleni, kuna vitu anaona wengine hawaoni, havielewi. Anaanza kulalamika shuleni, anaona giza akiwa anasoma ubaoni, haoni maandishi. Hii ni dhuluma. Kuna mtu amechukua nguvu ya huyu mtoto akaitumia kwenye mambo yake. Huyu anavyoteseka ndivyo yule anavyofanikiwa. Hii ni dhuluma kabisa. Kuna mtu ameingia kwenye ndoa yake, anatafuta mtoto hapati, anahitaji apate mtoto hapati. Kumbe kuna mtu alienda huko kwenye uchawi, anataka aongezewe nguvu za kichawi. Ili aongezewe nguvu za kichawi, anaambiwa kalete majina ya nyumbani kwenu. Anaenda anaandika majina yote, nyie mlioko pale hamna hili wala lile. Maana wengine huenda kwa waganga wa kienyeji kwa siri, wengine huenda kwenye matambiko yao kwa siri, si ndivyo? Haya ni mambo ya gizani, hufanyika gizani. Wanaweza kuyafanya haya mambo, wewe hujui. Yanapelekwa majina, wanaangalia majina. Huenda mtoto wako ndio jina lake linawafaa wao, wachukue kizazi chake aongezewe nguvu kwenye uchawi. Unashangaa mimba zinashika, zinatoka, hazikai. Kwa nini? Ni chakula cha yale majini ya yule aliyeyaweka. Hii ni dhuluma. Unafikiri kwa nini Yesu alikuja? Kwa sababu dunia imejaa dhuluma ya namna hii. Sio kwamba mwingine awe tajiri, wewe ni maskini, ni fungu la Mungu. Mungu amesema wewe maskini, mwingine awe tajiri. Kuna mtu anakudhulumu nguvu yako ya utajiri. Mungu huandaa vipindi tofauti tofauti kumwokoa mtu. Kipindi cha Nuhu,
Mungu akasema naiona dunia imejaa dhuluma, nitashuka niwaangamize wanadamu wote pamoja na dunia. Akamwona mtu mmoja mwenye haki, mtu ambaye ni mcha Mungu, ni familia ya Nuhu. Akamwambia, jenga safina, maji hayatakugharikisha, utapita juu ya maji na mpaka maji yatakwisha, utashuka chini, utaendelea kuishi. Watu wa dhuluma wote nitakuwa nimewagharikisha. Na mimi nasema hivi, wanaodhuluma maisha yako wagharikishwe, kwa kuwa umeingia kwa Yesu kwenye wokovu, ndo safina. Hapa ndo mahali salama. Yeyote ambaye amejiandaa kukudhulumu, ambaye amekuwa akichukua haki zako, sasa muda umefika. Sasa muda wa kuangamia kupitia maji umefika. Sasa muda wa kuangamia maadui zako umefika. Sasa muda wa kuangamia wachawi nyumbani kwenu umefika. Yes. Hapa umeingia kwenye wokovu, umeingia kwenye safina. Maji yatapita kufagia wachawi nyumbani kwenu. Wewe hautakuwa kati ya wachawi, utakuwa juu ya safina. Wewe hautakuwa katika wachawi, utakuwa ndani ya safina. Litapita gharika. Watagharikishwa wote wanaokutesa. Watagharikishwa wote wanaokuonea. Watagharikishwa wote wanaokesha kwa ajili yako. Hawalali wanakunyima usingizi. Hawalali wanakuondolea furaha. Hawalali wanakuletea mafarakano. Hawalali wanakupeleka makaburini. Gharika linapita. Weka kwenye safina. Wengia kwenye safina. Gharika inapita. Yesu anasema dunia imejaa dhuluma, nitaiangamiza dunia. Nitaangamiza na wanaodhulumu watu. Nitawafagia, nianzishe kizazi kipya. Huenda wewe ni sehemu ya kuanzisha kizazi kipya cha Yesu Kristo nyumbani kwenu. Huenda wewe ndio wa kuanzisha ukoo mpya nyumbani kwenu, ambao unamjua Mungu, ambao unamjua Yesu. Wale wanaotambika wote tunataka kuwafagia wote. Gharika ipite, waondoke na gharika. Gharika ya moto ipite, gharika ya maji ipite. Mito yote ijae na kufurika, vile mabonde yote yajae na kufurika. Maji, milima yote imezwe na maji. Wale wanaosema tutapanda juu kwenye mlima, mlima umezwe na maji. Wanaosema tutapanda juu kwenye mti, mti umezwe na maji. Wanaosema tutaenda kwenye mashimo, mashimo yajae maji. Gharika iwabebe wote wanaodhulumu ndoa yako, wanaodhulumu mtoto wako, wanaodhulumu haki zako, wanaodhulumu amani yako, wanaodhulumu afya yako. Hawa wenye dhuluma wanaochukua nyota, biashara yako haiendi, wanatumia nyota yako kwenye kampuni Kariakoo, wanatumia nyota yako kwenye kampuni ya magari. Hawa wamekudhulumu, wanagharikishwa wote. Hawa wanakudhulumu, wanaondolewa wote. Mungu anatenda jambo jipya. Wewe ni Nuhu na uzao wako. Yesu anatenda jambo jipya. Yesu anafanya jambo jipya. Wanaondoka wote. Ukajenge madhabahu kwenye ardhi ya kwenu. Uanze kumtolea Mungu sadaka. Uanze kumtukuza Mungu. Uanze kujenga kanisa. Upatikane uzao mteule, watu wanaompenda Mungu, watu wanaoishi na Mungu. Asikwambie mtu ya kwamba unaweza ukaokoka mtoto wako awe hajaokoka. Hapana, iko hivi. Kama wachawi wanarithisha watoto wao uchawi, na sisi tunawarithisha watoto wetu wokovu. Mbona Ibrahimu Isaka ameokoka? Mbona Isaka Yakobo ameokoka? Mbona Yakobo tunamuona Yusufu? Wewe asikuonee mtu. Wewe na uzao wako, ingia tu kwenye safina. Wewe tuna uzao wako uliyekubali wokovu, uliyempokea Yesu, uliyepokea nguvu zake, uliyepokea Roho Mtakatifu. Gharika inakuja, muda unakuja, saa imefika. Maji yajae, mvua inyeshe siku 40. Wale watu kina shangazi wabebwe na gharika, kina mjomba wabebwe na gharika, baba mdogo abebwe na gharika, bibi abebwe na gharika. Uende uanze maisha upya, uanze na Yesu kwa upya, uanze nguvu mpya, usome kwa upya, ufaulu kwa upya, upate kazi, upate ndoa, upate amani, upate uzima. Changamoto zinaondoka. Anza safari mpya. Yes. Amina.